Michezo ya shule za upili muhula wa pili kaunti ndogo ya Kenyenya ilitia nanga ileo katika uwanja wa Kenyenya, huku mamia ya mashabiki wakihudhuria. Shule ya Nyakorele walitoa ubingwa wa soka katika jinsia ya kiume, wakijikatia tiketi ya moja kwa moja kuelekea kiwango cha kaunti. Osama kama captain tunampatia kikombe. Nyakorele walifungua mchezo kwa kupata bao la kwanza kipindi cha kwanza na kuhakikisha mambo yanakamilika 1-0 dhidi ya mpinzani wake Kiberesi kabla ya kuelekea kwenye mapumziko mafupi. Kipindi cha lala salama, Kiberesi alizawazisha bao hilo, ila kukatokea na joto kali, mpinzani wake akidai mpira uligonga nyavu kutoka nje na kwa hiyo haukuingia kwenye goli. Baada ya takriban dakika 30, Nyakorele walikubali bao hilo na mchezo ukaendelea. Dakika 90 na za mazidadi zilikamilika, matokeo ikiwa sare, huku wakilazimika kuelekea kwenye matuta ili kuamua nani mshindi. Shule ya Nyakorele iliibuka bingwa kwa kufunga mikwaju ya penalti 4-3. Kwenye jinsia ya kike, shule ya Kirungururi baada ya kuishinda Mubera bao 1-0 asubuhi kwenye mchezo wa semi-finali, aliibuka pia kama bingwa kwa soka kutoka kaunti ndogo ya Kenyenya kufuatia ushindi wake wa mabao 2-0 dhidi ya shule ya Magenge kwenye fainali iliyogaragazwa kwenye uwanja wa Kenyenya. Kwa majina ni Anastasia Kerubomiruka. Mimi nasimamia timu ya shule ya Kilongorori. Tunaomba tu ushindi, tunapoenda mbele tushinde. Leitred Oyori ni kocha wa shule ya Kirongorori. Kwa majina anaitwa Oyori, head coach wa Kirongorori. Kwangu kwanza ndasema ni shukrani kwa sababu ya ushindi, kwa sababu tulianza mapema preparation. Unajua kwa game, kila game ni kama finali. So mimi kama coach wa Kirongorori nimefurahia sana kwa ajili ya ushindi. Although timu tulicheza na haikuwa chini sana, ni timu ambayo imetupatia challenge, tumeweza kuwina mabao mengi, lakini at least win ya 2 goals sio mbaya. Kitu ya maana ni ushindi. Kwanza kwa majina ni Dominic Sinta Momai, ni mwalimu wa shule ya upili ya Kirongorori na ni mkufunzi wa wasichana, timu ya wasichana. Hao wasichana tumekuwa tukitrain sana, mazoezi ndio muhimu. Tukianza kutoka sub zonals, tukaja zonals mpaka jana mpaka leo vile tumecheza semis. Mechi ya kwanza ilikaa ngumu kiasi, we lost so many chances, lakini mwishowe Mungu alikuwa upande wetu, tulifaulu kufunga bao na tungefunga mengi, ni vile tu waliacha mchezo njiani sababu wasichana walikuwa wamerudi kwa mchezo. Finali nayo imekaa finali mzuri, wasichana wamecheza vizuri na ushindi wamepata. Abinja Joseph ni katibu wa Kupet tawi la Kisii. Leo tumekuwa na michezo katika sub-county ya Kenyenya ambapo mashule za ubiri zilikuwa zinagaragazana hapa, na hii ni michezo ambayo inakuja term 2B, inaitwa term 2B ball games. Most of the teams walicheza baadaye. Leo tulikuwa na finals ya vijana na wasichana, na nimesema leo tumeshuhudia mpira yenye ilikuwa ya kufana sana, na tunataka kusema tunashukuru sana wale ambao ni coaches ambao wanaweza kuprepare these teams to this level. So we are expecting tukifika pale mbele kwa county level yenye itaanza next week pale Nyachogochogo inakuwa held pale, tunasema zile timu zote zimekuja county mzima, kwa sababu mimi ni kiongozi wa county mzima. Natarajia timu zimetoka kwa 11 sub counties za kutana pale kwa county. Will continue supporting our team. The level of competition this year kuliko last year, tunaona the level of competition has been very high, meaning that at least this time round after COVID, teams were able to train hard, and today we are able to see how they are showcasing their talents. Kwenye matokeo mengine ya awali kutoka kaunti ndogo ya Kenyenya, zifuatazo ndizo timu ambazo zimefuzu kuelekea kiwango cha kaunti. Shule ya vulana ya Riokindo watawakilisha kwenye volleyball jinsia ya kiume, huku Mutairiba wakiwakilisha volleyball jinsia ya kike. Shule ya upili ya Kirongorori watawakilisha mchezo wa raga jinsia ya kiume, huku wenzao wamesabako wakiwakilisha raga jinsia ya kike. Shule ya upili ya Igorera watawakilisha mpira wa vikapu jinsia zote mbili,
ile ya kiume na kike. Nao Keberesi watawakilisha mchezo wa netiboli jinsia ya kike. Mimi naitwa Charles Kangwana, huu ni uwanja wa Kenyenya. Endelea kutazama kipindi cha Gogo la Spoti, maana hapa tutakuwa tunakuarifu mengi zaidi. Asante kwa kuzidi kuchagua Kangwana Media na kipindi cha Gogo la Spoti.